Mimi kama kocha nimekubali na nimeridhia kuendesha hii timu ya Young Africans. Young Africans. Nimekubali kuongoza timu ya nini? Yanga. Soma hapo. Ya Afrika, timu ya Afrika. Pia wamenipitisha. Young Africans. Kama alivyosema nimekubali kuiongoza hiyo timu kwa sababu ina uhaba makocha. Afu mimi sisi zangu ndio uhaba makocha nini? Nafikiri kama ni mtu kama wewe unafuatilia Bongo Movie ama unafuatilia comedian utakuwa unamfahamu kijana. Mimi nimemtafuta tu, ninachokitaka sasa katika TV yetu ya Ostaz Juma TV, nataka tu awachekeshe wafuatiliaji wangu wafurahi, ili wajue kwamba kweli hii TV ni ya furaha. Nachokitaka tu watazamaji wafurahi. Haya bwana Chado, mambo vipi? Poa. Leo upo katika TV ya Ostaz Juma TV, nataka uwachekeshe kidogo tu alafu tuende na mambo mengine. Kama mtu amenuna, umemkuta mtu amenuna unataka umchekeshe, cha kwanza utakachofanya kitu gani ukiwa kama comedian? Kwanza sheria ya kwanza, hautakiwi kumchekesha mtu aliyenuna kwa sababu unajua ili mtu aweze kumchekesha ni lazima ajiandae kwenye kucheka. Kwa mfano tukisema labda tumekutana na watu tunasema sisi ni wachekeshaji. Ukishasema tu wewe ni mchekeshaji, mtu anajiandaa kuangalia utachekeshaje. Lakini ukimwandaa kuchekesha utakuwa hujamchekesha, utakuwa umemwandaa kwa yeye mwenyewe amejiandaa acheke. Anataka umchekeshe mtu aliyenuna. Yaani kama kwa mfano umekuta yani mume na mke wamegombana, unataka wafanye wacheke. Sasa mume na mke wakigombana, nafanya kitu kimoja. Sawa. Cha kwanza kabisa nawafungia ndani. Nawafungia ndani kwa siku 3. Nikiwekea chakula na kila kitu. Wataelewana na watacheka tu. Kwa sababu unajua ndani vinafanyika. Mwanamke akibadilisha nguo tu, basi. Wameshaelewana na washacheka. Kwa hapo tutakuwa tunachekesha. Yaani hapo nitakuwa ni mwachekesha, watakuwa na furaha ya siku zote. Kwa hiyo kwenye ile furaha ile unachokimaanisha na kijua. Kwa hiyo katika ile hali huwa ni hali ya kucheka au ni hali ya furaha nyingine, yani hali fulani ya kimwili ya kufurahi na kuenjoy, au ni hali ya kucheka? Mtu ukifurahi kucheka, ile kucheka mtu anacheka. Mtu ukifurahi ni rahisi kucheka. Ukifurahi ni rahisi kucheka. Ukiwa na huzuni ni ngumu kucheka. Kwa hiyo sasa kitendo cha kufanya hivyo utawasikia tu wenyewe chumbani huko akicheka. Katika moja ya clip zako nimeona umefanya clip au ni umefanya niseme ni mchezo ama comedy na clip umefanya Uncle Zara. Ilikuwa kwaje mpaka unaona na Uncle Zara? Mimi ni content creator. Kwa hiyo mara nyingi nakutana nao watu ambao wanafanya nao kazi. Kwa hiyo Uncle Zara ni content creator mwenzangu. Kukutana ni kawaida. Kwa hiyo si wewe ulimuomba yeye ndiye alikuomba? No, hatukuombana, tulikutana location, tulikuwa tunashoot movie nafikiri. Sisi tukapata hiyo idea ya kitu tukafanya. Okay. Kwa hiyo ni mchekeshaji mkubwa tu hapa Tanzania. Mimi ni mchekeshaji mkubwa sana. Watu wataandika comment hapo. Wewe mchekeshaji mkubwa? Hebu nichekeshe mimi sasa. Nikuchekeshe? Jamani menuna nataka nicheke. Niko na mchekeshaji hapa comedian Tanzania. Bwana leo nimekutana na Ostaz Juma na Musoma. Huyu bwana ni moja kati ya mtu ambaye amewakuza watu wengi sana. Lakini sasa ubaya wake ni kwamba akiwa amekukuza yeye, alafu kaita dharau, hakuachi huyu baba. Hakuachi. Yaani ni lazima kama sasa hivi ukifuatilia kwenye page yake kuna mtu mmoja nani wewe? Suma Mlamiongo. Ameakanyaga Suma. Unaona? Kwa hiyo sasa ndio kitu ambacho mimi nikikiangalia, amecheka tajiri. Najua leo nitaokota. Hamna kwa sababu nikukumbusha historia ya Suma Mlamiongo. Jamani tuko na comedian hapa na ni wasanii ambao jamani wanapambana kutafuta kutengeneza maisha yao. Wapeni support zenu, muwafuatilie, fuatilieni page zao. Kama yeye mwenyewe alivyojitambulisha jina lake, unatumia kwenye mitandao ya Shadow. Mitandao yote ni Shadow ya kivuli ile. Sasa jaribuni kuwapeni support ya vijana kwa sababu wanajitafuta. Wanajitafuta sana tu, kama mtu ana create kitu ili mradi uweze kucheka, uweze kufurahi. Kwa hiyo leo niko na kijana hapa na zaidi nataka kuambia nini wa Tanzania. Watu support
kwa sababu sisi tunachukua part kubwa sana katika maisha ya watu, kwa sababu unajua maisha na stress nyingi, kuna vitu vingi tunapitia. Kwa hiyo sisi tunajaribu kuwafurahisha, kuwachekesha, basi mtuonyeshe hiyo thamani. Thamani ipi unayotaka wewe? Thamani ya kwa sababu mtu akishacheka tu ashakupa thamani tayari. Yes. Watu support kutufuatilia kwenye mitandao. Siku hizi tunalipwa sana kwenye mitandao. Kwa hiyo wao mnalipwa? Yes, wakiangalia kwenye mitandao mule ndo sisi tunavyopata chochote kitu. Kwa hiyo ndio support. Okay. Yes. Okay. Yeah. Basi jamani, nendeni kwenye mitandao yao, mwakaangalia kama kwenye YouTube, Facebook huko wanalipwa sana. Ili kusudi wapate chochote kitu jamani ili wakale mihogo kama Sumamla Mihogo. Wakale mihogo. Kingine cha kuambia Tanzania. Mimi nashukuru sana. Watu support tu ndio kitu kikubwa sana. Unipatie hiyo story ya Sumamla Mihogo. Umewahi kufanya kazi na nani hapa Tanzania wakubwa? Wakubwa nimewahi kufanya kazi na Baba Haji, nimewahi kufanya kazi na watu wengi sana. Hata juzi nimefanya kazi na mzee mmoja hivi hapa nikikuonyesha, anaitwa Mzee Zito, Mzee Zumai, Mzee Hashim Kambi. Umefanya kazi? Yeah, kwa hiyo akumbe umefanya kazi kubwa nyingi Nimefanya kazi nyingi sana. Hebu jamani muoneni mumjue. Kumbe amesuka bwana. Comedian amesuka. Aya comedian amesuka bwana. Hata nimeamini jamani, huyu ni mchekeshaji. Nywele zake tu zenyewe zinachekesha. Da. Hao wasanii bila kuwafunua hivi unaweza kukuta wameficha bangi huko.